both my parents. Babangu alikuwa deaf, my mom ni deaf. And nilianguka flat, nikaanza kutetemeka. So alikuwa ananipiga continuously, alafu alikuwa ana M2 kichwa sana. Anapiga. Yaani nikaa alikuwa anataka tu. Hi guys, and welcome back to my channel. My name is Winnie James and I am here with another episode. Leo ni tunasema ni Saturday morning chat, na leo niko na my boy in the house. Nikiwa iwa dilali ya Gikuyu Muthi because today, let me tell you, niko na my boy wako hapa kwa nyumba, na ni wale wenye wamesimama hivi. Nasikia kusimama ima wako on point, hata producer atakuonyesha tu saa hizi wamekuja wamengara. Sijui kama nataka ku steal show yangu leo, but yes, niko na maboy in the house, na show ya leo imesimamiwa na Urban Nails and Salon. Hao ndio wanakutengeneza nails, wanakutengeneza massage nywele, as you can see. Kuna vile nimespoiliwa, ninakaa fiti kabisa. So na Urban Nails wako pale Koja, na namba yao ni yenye inapita hapo. Enda watembelee na utatengenezwa vizuri. Nikwambia kama kawa wanakuadvise, especially if you're a man na wewe unapatohanga hizo pimples after umesheviwa, wanakuadvise na kutengeneza vizuri sana, unakuwa na gozi nyororo kama katoto kadogo. So karibu sana to the show. Awesome, karibu sana to the show. Na kama unavyoona niko upande wangu wa kushoto niko na vijana ambao wamesimama ima. Niko na Doni na niko na Ben. So Ben na Doni, karibuni sana to the studio. Asante sana. It's a privilege. Karibuni sana. So tuuliza Doni, salimie watazamaji. And then alafu pia Ben, mahali umetoka, jina yako. Yes. Okay. Hey guys, my name is Don, but kwa fashion industry naitwa Sadon. That's my profession. I'm a fashion designer. I'm a fashion therapist, as you can say. Yeah, so tuko chulo kote tu hapa River Road. Yeah. Awesome. Yeah. Hello guys, mimi naitwa Benik. Ama unaweza niita Ben, but kwa kazi yangu naitwa Benik. My page inajiita Benik Collection ama Benik Fashions, na pia tunapatikana River Road opposite KCB Bank at Science Plaza, 3rd floor, room 14. Awesome. So leo studio niko na Ben na niko na Doni. Wote ni fashion designer. So leo tutaenda kuwajua cause katika kila mtu you get in life ukue uko na hii yenye unafanya, umetoka, lazima ikue umetoka mahali. Na tutaenda kujua story yao, mahali wametoka, and then before we get to kazi yao ya fashion, ndio pia wewe ujue ukitaka kungara hivi kama nguo imesimama, ni nini hiyo unafaa kuangalia wakati unaenda kwa fundi, wakati unataka kushonewa nguo, na few tips ambazo watashare na sisi about fashion industry, na zile vitu zenye especially wale watu wenye napenda kuvaa nguo zenye ni custom made. Wewe unafaa kujua nini wakati unaenda kwa fundi, na ni nini unafaa kuangalia kama unataka kujua fundi ni mzuri, na ni nguo gani unafaa kuvaa na kala gani yenye unafaa kuvaa na yenye haufai kuvaa zote pamoja. So kana sisi, maana those tips utaenda kuzijua siku ya leo. But before we get there, wacha tujue Ben ametoka wapi, tujue Doni ametoka wapi, because wamekuja kutoka far. Mahali uwezi fikiria wametoka, hawajaanguka ati hivi najua unaona hizi bring unasema ni rich kids, wamespoiliwa. Wametoka mahali, na wametoka mbali, mahali wengine waliambiwa hauwezi kuwa kitu katika hii life, but today wako hapa, wako na kampuni, wana run kampuni zao. It is just amazing. Wao ni young men na wako wamejikaza kufanya kitu ili kuweza kuendelesha maisha yao. So Ben, na nyinyi wote mmegroia Dandora. Na vile watu wa Dandora walikuwa wanang'ara hivi kweli. Sasa danganya. Kuna. Mmekuja kujifunza pia nyinyi kung'ara.
Yeah, ni kitu naweza sema unaona labda kwa TV unaona tuko wadogo unasema ningependa kuvaa kama huyu. Yeah, so like kitu pia tumeona wazazi wakishona kufanya. Yeah, tuko interested nayo. Wow. Yeah. Now that umeguza wazazi, umezaliwa wapi? Na umelelewa wapi kabla hujakuwa fashion designer? Okay, mimi mimi nimelelewa Dandora. Nimelelewa Dandora. Wazazi wangu wameishi Dandora for very long time. Na both my parents, babangu alikuwa deaf, my mom ni deaf. And nimesoma Dandora, grew up Dandora, but masomo high school kaenda nyumbani kidogo, nikarudi tena nikamalizia Nairobi. Yeah. Wow. Wakati unasema mama yako ni deaf na unasema baba yako alikuwa deaf, wewe ulijuaje kuongea? Sasa okay, sasa hapo unajua vile tuseme vile ni kama tu the first language inakuanga, yani the first language inakumtoto na kujanga kujua. So unapata kwa mfano wewe ni Mjaluo, Mkisii, yani so unapata mtoto kigrow anasikia watu wakiongea, anasikia, anajua. Hiyo ndio kitu, hiyo ndio communication, yani ndio. So for me ama kwa familia yetu tulikuwa like tunapointiwa, unajua watu wa sauti but tunapointiwa hii lete hii hapa, naomba hii pana. Yani tukaona watu hapa wanaongea na familia yetu, watu wanaongea na vidole na signs. Yes. So yeah, so hiyo ndio ilikuwa my first language yani nasema. Alafu watu walikuwa dhani mimi ni deaf pia, unaona. So ile but sasa hadi mimi mwenyewe sikuwa naongea, nilikuwa nishazoea hadi sign language. So ile time yenye mamangu kuna vile sasa kazi ilikuwa nini, tukakuwa kubwa kidogo, kitu kama siwezi kumbuka vizuri, but nasema hata familia yangu my hands walikuwa sema, watu walikuwa wanasema mimi ni deaf pia, kwa zilikuwa nimezoea kuongea na vidole. Yes. Hata jina langu mimi mwenyewe sikujua. Nilikuja kujua nikiwa shule. Ulikuwa what age? I think 4-5 4-5. Yeah. Ndio ulianza kuongea. Nikaanza kuongea. Ulikuwa na sisters? Yeah, niko na sister. Wao walikuwa wanaongea? Yeah, wanaongea, but sasa hatukugrow hapa pamoja sana. Alikuwa amepelekwa kusoma nyumbani. Yeah. Kwa hivyo mom ni kama realize wewe unaongea na sister yako anaongea. Yeah. Na kwa sababu kwa nyumba mkizoea kuongea na vidole hautawahi ongea. Anawakimbisha ushago kwanza, unaongea alafu ndio unakuja so that you can be able to communicate with other people wenye sasa wanaongea. Yeah, I think pia nasema since my dad alikuwa apenda certain tuseme kama December ikifika tunapelekwa nyumbani. So hiyo pia ilichangia sana mimi kujua kuongea. Yeah. Kwa sababu watoto wengine wanaongea. Ndio. Wow. Yeah. Ninakuja kwako. Doni. Yes. Wewe pia umegrowia Dandora tu. Yeah. Life ilikuwa namna gani? Life ilikuwa poa, ilianza vipoa sana. Unfortunately, I lost my mom along the way. Pole sana. Yeah, it was a big tragedy for our family. Yeah, cause alikuwa she was my best friend. Sorry, she was my best friend. Yeah, and I lost best friend. And so along the way, my dad akawa stepmom. Stepmom hatukuwa tunapatana nao vizuri because unajua hujamzoea. Your dad anakuambia so you atakuwa mama yako. Yes. Yeah, and I was the only boy by then. Yeah, so I was very mad. Sikuwa nataka anything to do with them, those stepmom. So every time kulikuwa na issues, vita, nini, and then my dad alikuwa anatakanga, alikuwa cause my dad is a peaceful guy. Yeah, apendangi vita. So anataka tu tukaishi na amani. Yeah, but I think ni ile tu nilikuwa tu mtoto. So ku accept the fact that my mama yuko around. Alafu tena tunaletwa mama mwingine tunaambiwa huyu atakuwa mama yenyu. Ikakuwa big challenge. Ikakuwa big challenge. So my dad akaleta stepmom after my mama amekufa. That was 2008.
a few months later akaleta stepmom. She was from Mombasa. Na alikuwa na watoto already pia. Watoto 4, wavulana 2 na wasichana 2. Na nyinyi mlikuwa wangapi? Si tulikuwa 4 pia. Yeah. So wakakuja Nairobi. Ilikuwa hizo siku za post election. Wakakuja tukabona hao. Okay, we were very close with those children. Yeah, even till date tunaongeanga nao. Yeah, so the thing I think my dad aliona, because aliona maybe kutakuwa na issues, but because huyu mwenye anamuoa ako na watoto wavulana na pia mimi niko, so kunaweza kuwa na issues kama my dad yuko around. So amemwacha akaleta saa mwingine pia. So akaleta another stepmom. So akaacha huyo mwenye alikuwa na 4 kids, akaleta mwingine. Yeah, akaleta mwingine. So mwingine ndo sasa tulikuwa tunapatana kabisa. Yeah, so I was in class 6. Yeah, it was I think 2009. So ilikuwa na Sunday after amekuja amekaa na sisi kidogo. So alikuwa sijui nilikuwa nimechukuanga sijui nini yake. Akaanza sasa my dad alikuwa because my dad is a pastor. He's a big pastor in Redeem Muruma. So alikuwa ameenda church na my sister. So nilikuwa nimebaki na sister yangu mdogo na huyo stepmom. So kuja akaniambia nataka hiyo kitu yangu. So ile alikuwa amekuja na to nyingine yenye sadi pia mimi nilikuwa na hasira hadi mimi nilikuwa mtoto. So kuja nataka hiyo I can't remember ilikuwa nini. Yeah, but alikuwa amekasirika sana. So akachukua pump ya baiskeli. Akanipiga nao kwa kichwa. Yeah, so nilikuwa nimefura. My dad akatoka church. Akasikia kuna commotion because my sisters walikuwa watu wa kwanza kuingia kwa nyumba. Akasikia kuna commotion. Sasa akaniambia umefanya nini ndugu yangu nini? Wakaanza kuleta na jundo. My dad alikuwa amepagari akaingia mbio akasema kwa nini inaendelea hapa? Ndo tukatry ku explain ya my dad but hakukuwa anataka okay, alikuwa venye tu nimekuambia ni mtu anapenda peace sana. So alikuwa anataka tu favor the stepmom. I think vitu cool down kidogo. So ikakuwa hivyo atupatani vizuri. Then ikafika to a point my dad akaona atupatani kabisa tena akamwambia aende akaleta tena mwingine. Wow. Yeah, akaleta another stepmom. So mwenye yuko ndo tuko na yeye saa hii. Pia atakuwa tunapatana vizuri bado. Yeah, cause nilikuwa nimejoin na high school. Ndo alikuwa ameletwa sasa. I think it was 2013. So venye alikuja my dad akatuambia huyu atakuwa mama yenu. Watatu sasa. Yeah, huyu ni watatu sasa. Huyu atakuwa mama yenu. Na nataka mkamheshimu. Tukasema tu ni sawa. Kwa si kitu tulikuwa tunaangalia mostly ni character. Kako na character ya mothership. Well and good. So akaanza unajua mgeni akikuja atakuja na kama amenyenyekea. Ana maneno mingi sana. So ndo ikafika tu hapo ndo sasa tukaanza sasa kujua sasa tabia yake sasa vizuri. Yeah, tukajua yeye ni mtu anapenda kuficha chakula. Anatuficha chakula sana. By then uko class? I was in form 1. I was in form 1. So na try kuambia my dad. My dad anasema hapana. Nyinyi mnapenda tu maneno sana. So my dad alikuwa like hataki kutusikia kabisa. So my dad alikuwa akienda kazi. Unaona gas ndogo hii. Hiyo time hadi alikuwa anaenda kazi na my dad. So alikuwa anachukua hiyo chuma ya gas anaenda naificha kwa bedroom. So tuwezi tukapika kwa kuna hiyo handle ya kuwekea sufuria iko kabisa. So siku mzima tulikuwa tunakaa njaa. Ukiambia my dad inakuwa ni maneno. Anasema tuna heshima nini. So tulikuwa tunakaa njaa most of the time. Yes. Yeah, alafu ndo saa nikataka saa kuanza kufanya kazi kwa siku napenda situation yenye imefika by then. So nikaambia my sisters nataka niende nikaanze kutafuta kazi nione tu yenye ndapata yoyote. Mrs. akaniambia uende lakini dadia sijui. Kaambia tu ni sawa.
So my first work yenye nilifanya ilikuwa ni ya kupika chapati. Na sasa hizo bado uko form 1? Sasa niko form 1. Ulikuwa unaenda, ilikuwa ni day school? Yeah, it was day school. Around to Dandora. Yeah. So hiyo ilikuwa ni holidays. So ilikuwa December. Hiyo siku 2013 December. So nikaenda nikatafuta kazi, nikapata kazi ya kupika chapati. And then salary nilipatiwa kwanza ilikuwa 50 bob. Yeah, hiyo ndo waliniambia tu chukua tu hii umepika chapati. Hapo hata ndo nilijua kupika chapati round vizuri. Yeah. So kesho yake nikaenda cause hiyo mali nilikuwa nafanya ya kuuza chapati haikuwa ni kubwa sana, so angeweza kuniajiri kila siku. Yeah, alikuwa tu ananipatia tu, alikuwa tu ananifanyia favor. So the next day ndo nikaenda nikatafuta mjengo sasa, cause nilikuwa nasikia mjengo mtu analipa 500. Yeah, nikaenda nikafanya mjengo. It was very very hard. Sikuwa najua mjengo inakuanga hivyo. Yeah. So ever since nilikuwa na ever since 2013 till 2017 nilikuwa nafanya mjengo sana. Yeah, cause nilikaa mtu nika-adapt cause sasa sikuwa na otherwise. At the end of the day I have to feed my stomach, I have to feed my sister's stomach as well, and I have to meet my needs pia. Hata nikiwa high school Saturdays nilikuwa naenda mjengo. My dad alikuwa anafikiria naenda tuition. But nilikuwa naenda mjengo cause nilikuwa nishaenda nikaongea na foreman. Namwambia manze mimi nataka nikuwe napata pocket money. Ndio at least inaweza ikaniboost hata wiki mzima. So hiyo mjengo walikuwa natulipa 300. Ni building fulani iko tu hizo area za Kasarani, hapo ndo tulikuwa tunanini. Hapo ndo nilikuwa nafanya sana. Yeah, so nikafanya mjengo. Ikafika 2015 nikaona acha nijaribu nikatwist kidogo tu. Nikasikia ndizi iko na pesa. So nikaona acha niende Korokocho cause najua mandizi za Korokocho ziko na ni cheap. It's very affordable. So nikaenda nikanunua ndizi, nilikuwa na 100. Ndo nilikuwa I think it was around 200. So nikaenda kanunua mandizi za 100. Alafu fare nikaenda saa hapo Zogoro kuziuza hapo kwa highway. Nikaona inaniletea profit mzuri at least. Cause per day thing nilikuwa naweza kwenda hata na kitu ka 400 450 hapo. Yeah. So nikafanya ndizi for quite some time. Alafu tena nikabati venye nilimaliza high school, of which sikumaliza high school cause nilikuwa nimepata accident. Yeah. So venye sana cause nilikuwa nafanya homeschooling. So after nimemaliza my education ya homeschooling and everything, ndo nikapata kazi fulani ya my weddings. Yeah, so hapo at least niliona mshahara at least imeongezeka kidogo because they were paying us such a good amount. But saa ilikuwa ni job yenye uko favored sana. Wanaweza kaita huyu leo kesho asikuite. Yeah, alafu pia they were very tribalist. Yeah, so wow. Yeah. Shikilia hapo. Tunarudi. Tuambie accident ulipata gani na ulipata wapi? Ben. Yeah. Sasa ndio wewe umetoka Ushago. Umeletwa Nairobi. Umeanza shule. Yeah. Umeanza kusoma. Sasa hizo mama na dad wako. Na sasa yeah, basi hizo mama na dada wako. So ikabidi tena wazazi wangu turudishe nyumbani sasa sisi wote tuguru nyumbani tuende shule nyumbani. Kila kitu yani nyumbani. But now December tunakuja Nairobi then tunarudi kwa kufunguliwa. Yes. Yeah, so yeah. Life ilikuwaje? Sasa ikafika mahali unajua mimi naweza sema sija grow up nikijua my dad sana kwa undani. Yes. But my dad nao akakuja akakuwa mgonjwa. Akafura tumbo, alikuwa mgonjwa sana. Sasa alikuwa like anafunga tu leso, anamsikia maumivu hadi 2000 and I think 2003 then ugonjwa kamlemea then akapass. So kupass my mom, so vile my dad alipass, my mom ilibidi atuchukue atulete Nairobi. So vile alipass ile mzigo ikakuwa nzito sana. Yes. So ikabidi akaona tukikaa nyumbani sana
ama tukisoma nyumbani hadi hata skill loneliness. Unajua Yes. mama akiwa na watoto wake na feel unakuwa motivated kufanya hata kazi. I know. So tukakuja Nairobi. Kukuja Nairobi ikakuwa pia kuingia shule ni shida. But now tukafaulu, tukapata shule, tukaingia South B. Shule fulani ilikuwa inajiita Bakita, that is so tuko huko tena hata kukata sijui 2 months nyumba ikachomeka, nyumba mzima yenyu. Ilikuwa tu almost tu kidogo tu hadi si tuchomeke ndani Usiku mchana usiku. Like ilikuwa huko saa 8 huko. Nini ilichoma? Yani hata ni hoteli actually walikuwa wanasemanga ni hoteli yenye ilikuwa hapo kando yetu, ni kama waliacha vitu za stima. So nyumba zote, majirani zote tukachomekewa. Yani ilipata kama mamangu hiyo wakati vile babangu alipass, alipeleka kila kitu nyumbani. Sasa alikuwa amekuja kuanza mapya tena. Sasa hizo vitu nyingi alikuwa amenunua, kitanda nini, manguo, kila kitu zikachomeka, picha zilikuwa dogo ikachomeka yote. So yani nakumbuka hiyo siku jirani kwanza ndiye alikuja piga hiyo dirisha, mamangu akashtuka ya kuona moto na moshi. So mimi nikachukua slippers nikakimbia nje, nilikuwa mdogo sana. Mamangu akachukua mattress na dadangu akachukua ndugu yangu mdogo, kaenda nje. Now hizo vitu yani mkunjua kwa mdogo, hizo vitu zina stick kwa mind sana. Zina stick kwa mind. So yes. Ilikuwa tu almost actually mamamu hiyo time anaondoa mattress alichomeka. So tukakuja sasa hapo ndo tukatoka South B, tukakuja tukarudi kuja Dandora sasa. Kukuja Dandora nikiingia shule. Sasa nikatoka huko shule huko nikakuja huko. Sasa huku ndo sasa nilijua jina langu sasa. Nilikuwa I think baby class hivi. Ndio nikakuja nikajua jina langu. Sasa my mom hakuwa na ile pia kazi imesimama vizuri. Yeye alikuwa fundi na alikuwa anafanya huko Kitengela. So kuama huko tena ikaleta challenge ile ya kusurvive, ile kupata kazi nyingine ndio aweze yani kutulea, kujisimamia. So tukaingia shule but nikaparunjo kuwa na single mother na naweza sema kama mamangu kulikuwa na challenges mingi sana. Yes. Especially kupata uniform, kupata maybe chakula, kupata mavazi pia. Yani ilikuwa ngumu sana. Yes. So nikakuja nikiwa class sasa, hii ni baadaye sasa mamangu amestruggle, ametulea baadaye akatulea. Niko class 6. Nasema hiyo ndo kazi yangu ya kwanza nilikuwa nimeifanya. That's my first work. Nilikuwa nauza mandazi. Na nilikuwa mdogo tu but nilikuwa na supply nikapo Dandora phase 5 phase 4 huko. Nilikuwa na supply kwa maduka nyingi. Mandazi kuna mzee fulani alikuwa anapika na mimi na supply. Wow. At the end of the day nilikuwa class 6 nilikuwa najua mama pia anataka support sana. Alikuwa na struggle sana. Yes. Hadi sometimes kwa tunalala njaa, unapata mamangu anakuja asema hii ndio iko, unaona. Kilikuwa inaniuma sana, unaona. So tukakuja sasa nilikuwa nafanya kazi, nilikuwa napea mamangu at least nikipata nakumbuka hizo wakati tulikuwa nalipa 150. Wow. So at least napea mamangu pesa fulani na mimi na save fulani. Napea hivyo hadi nikafika hadi class 7. So class 7 ndo mamangu akasema pana sasa juu unakaribia kuwa candidate, acha na hiyo kazi, focus sasa na masomo. Juu sasa ilipata sasa dadangu ameshamaliza sasa shule na sasa anaweza fanya kazi. So nikaenda shule tukamaliza class 8. But now kupata school fees ilikuwa shida zaidi. I remember one of my stay kusema jina yake but one of my relative yani unajua nasema kila mtu obviously uko na mtu mwenye maybe umedharauliwa yani. So akaniuliza Kiswahili moja, hivi wewe umemaliza class 8 unaongoja kupata result zako, utasoma aje na una hata mtu kusomesha? Na mimi I believe hadi yeye alikuwa actually alikuwa na hiyo nguvu ya kusema ati mimi nakusomesha. Yes. Kwa sababu mtu anafanya kazi nzuri. But
hiyo anakumbuka hiyo siku nikitoa machozi. Yale maneno alikuwa anatoa ilifanya nikasikia, yani ikafeel useless. Yes. Hapa Kariakoo tu ilikuwa saa 1 hivi nilikuwa nimeenda unijua sasa unaona sema unaweza ona mamako ana struggle sana. Nasema acha nikimbie kwa anko yangu namjua ama babu yangu. Anisaidie hivi na hivi ni tujisaidie. Yes. So nadhani kwa haya maneno aliniambia, yani niambia ndani sana. Ambayo nadhani kuambia mtoto mambo mengine itamsumbua sana. Yes. So that day ilikuwa like saa 1 jioni. And kwa hapo Kariakoo tu is it Kamukunji nikatembea kwa street kwa nafikiria kujirusha kwa highway. But kuzio nili feel hiyo pain, yani aliniona like sisi ni useless, naona aliona kama hatuwezi soma ama hatuwezi kuwa na maisha mazuri, unaona. But something ilikuja kwa rangu kusema no, enda kwa nyumba, elezea mamako hiyo story. Yeah, so nikafika. In that time mamangu alikuwa sick sana, alikuwa kwa nyumba tu amelala. So nikaenda, mamangu akaniambia usijali, I know kila kitu kuna mwisho, kuna mwanzo. Unaona? And my mom ni ule mtu ana believe sana maombi sana. Anapenda kanisa na ametulea straight. Yani aje kuwa like maybe like unajua in deaf community akunanga vile like mtoto anafanya makosa na mtupia matusi, unaelewa? Like they are just wako tu na amani. Yes. So hiyo ndio kitu nimeona sana in that community. Watu ni wazuri sana. So hivyo ndio nimelelewa nikafika hapo. But now mama akakuja akakuwa sawa, akarudi kazi, akafanya kazi. Nikakuja kapata kazi yangu fulani akanisomesha, na sponsor fulani akanisomesha, but now kukakuwa na challenges. Nikakuja nikaenda Kitui kusoma huko ndo mamangu anatoka. Yeah, so nikasoma nikapata challenges sana. Nikakuja nikapata ile basari yenyewe kwa kupeleka ndio nipate nini, not basari but pay slip, school fees, fee structure. Ilikuwa like wame delay hadi sponsor wangu aka withdraw, kapata mwingine. So nikaenda kusomea kwa aunti yangu. Kwa aunti yangu na sasa ndio nikienda shule narudi, yani shida, yani mateso tu. Ukuli vizuri, unajua kule kwa kwenu ama kuwa na mtu wako anakutreat vizuri, unaweza kula hata comfortable, uko tu comfortable, unaweza fanya anything, Yes. Na sasa ilikuwa like challenging sana. Hadi kuna time nakumbuka nilikuwa naambiwa, hiyo sukari iko hapa, usitumie leo. Ule utakunywa chai. In fact wiki usikunywe chai, uenda tu shule, si unakunyonga chai saa 5. So nakumbuka nikienda nimekuwa nimesahau kifunguo ya loka yangu, nilikuwa shule. Nikarudi nikapata, yani unajua binadamu so nikapata mkate hapo, sukari hapo, mpaka mkate, kuna mkate hapo, kuna sukari hapo. Yani kuingia hivi tu vile niliingia hivi nikaangalia walishtuka pamoja na mtoto wake. Alishtuka hadi akashika hivi, yani kikombe na nini. Mimi nikaingia tu nikachukua kifunguo ya loka yangu nikarudi shuleni. Yeah, so yani kulikuwa na challenge, hata chakula saa zingine unapata. Unataka kumaanisha wakati ulikuwa umesahau na kifunguo mlienda kama hakuna food, lakini ukirudi ukapata wanakula, wanakunywa chai. Hata 20 minutes iko inaisha. Imeisha. Nikarudi tu nikapata hadi mtoto wake pia alikuwa anajitayarisha ndende shule. So mimi nikarudi tu shule, nikajipea hiyo roho, nikasema acha niende tu shule. Mimi hizo ni vitu za nini? Ndio tu zinapita. So nikaenda nikasoma for some time, ikafika 3rd term. Ikakuwa sasa imekuwa ngumu. So my mama hiyo time pia ilipata kama job yake sasa imeisha, yuko sawa. So aunti yangu pia alikuwa anataka, tuma kitu fulani, mamangu hajiwezi, unaona. So ilikuwa mimi nafika hadi wakati unatamani kuongea na mzazi wako, ama apige simu, akopea mtu amuelezee kinye anasema. Ilikuwa ngumu. Hadi mamangu alikuwa anapiga tu. Napiga simu nalia hapo, naambiwa usishike hiyo simu. Usishike hiyo simu.
na yote nilivumilia, nikakuja Nairobi third term hiyo form 1 actually. Nikaelezea mamangu kila kitu. Nikamwambia mimi sirudi huko kabisa. Mamangu akanitafuta shule. Sasa tukaanza kuface sasa hizo struggles za kosa school fees, kurudi nyumbani, kuja kupatana na stepdad sasa mbele. So vile sasa tulipatana na mamamu after some years nilikuwa form 2, kuja kupatana na stepdad sasa, like unajua tumegrow up bila baba. Yes. So tukakuja, lakini tulikuwa tunaelewana vizuri. Alikuwa rongine yani, hata kipata maybe una watch kitu, una watch nini unaona, unaangalia toka yani hata mamangu vile alikuwa anamtreat hadi mimi sikupenda, hadi ndugu yangu unaona. So mimi nikaona hata yani ni roho nyingine, yani alikuwa na roho nyingine mbaya sana. Na yeye alikuwa deaf pia. Alikuwa deaf. Alikuwa anaongea na anasikia. So alafu alikuwa na pesa. Unaona alikuwa ninasema alikuwa na kazi nzuri ile yenye at least ilikuwa inafanya mama na feel yenyewe. Sasa hiyo burden imepungua. So my mama akapata challenge sana, mimi akiona mimi na huyu mzee atuelewani, unaona. So nikasema nini, niko form 2, nimepata kazi yangu ananisomesha kidogo, na pesa zingine ni mamangu ndo anatafuta means ya kupay school fees, unaona. So I went back to my cousin and told her that I'm getting these challenges, hii moja na hii na huyu mzee na ananitreat vibaya sana. Hadi alifika mahali ananiambia wewe enda, kama huwezi ishi hapa. Kama huwezi fuata rules zangu, wewe enda. So nikaenda nikamwambia mimi hatuelewani na hata sipati time hata kusoma pale. Kama mimi naweza, kama inawezekana, nitafute nyumba nyingine, mimi nitoe pesa fulani, alafu nisaidie kulipa pesa fulani. So nikatafuta pesa nyumba fulani, nikahama. Nilikuwa nasoma, naenda mjengo. Sasa hapo ndo nikaanza sasa mjengo. Nilikuwa sasa nimesema sasa Saturdays hata kama itusho mimi naenda mjengo. Unajua na at least naweza saa zingine unapata mamangu pia ana pesa. Maybe amenyimwa, maybe ama unajua pia hakuwa na kazi, no. Ndugu yangu pia anataka usaidizi moja mbili. So nikaenda nikaanza mjengo, nikafanya mjengo hadi shule, nikaingia form 3 nikafanya mjengo, nalipa nyumba. Na unajua sasa, unajua mtu akikulipia school fees na mtu umwambie mpe baada nyingine ya nyumba, inakuwa nzito pia kwake. So pata sometimes alikuwa anatuma maybe nilikuwa natafuta nyumba 2500. So unapata sometimes anatuma hiyo 1000, sometimes atumi, unaona. So ile nitia bidii sana at least nisome, niende mjengo na nisome, ni hivyo yani nika sustain hivyo mpaka nikamaliza. Wow. Yeah. Amazing. Wow. I know wewe mwenye uko home unajiangalilia hii video unakuwa uko inspired. Kwa sababu huyo ni kijana mdogo sana, ako form 1 na anafikiria vile anaweza rent, vile anaweza tafuta pesa, aweze kujilipia nyumba na aweze kwenda shule asome. So hauna sababu yoyote ya kusema sasa sitasoma kwa sababu sijui mama ko challenge, sijui. Na unasikia yeye mama yake si ati ni kazi tu hana, hata kuenda kuomba hiyo pesa ama kuomba mtu pesa hawezi kuweza kucommunicate vizuri. Ambie mtu enyewe nimekuja unisaidie, lazima ongee na nini. Mama yake saa hizo ni deaf na alipitia hizo challenges na akasema liwe liwalo nitasoma na nisukume maisha yangu. Kuna kitu ulikuwa unaona pale mbele. Nilikuwa najua hizi challenges zote nataka siku moja nijenge hata mamangu nyumba nyingine, nimwambie hii ni yako. Amen. Ama nimfanyie, yani ainaishi tu maisha starehe. Kwa sababu niliona zile vitu yenye struggle, ile sacrifice amefanya. Amen. Hadi kuprovide shule, kiatu yetu ya shule ilikuwa ngumu sana. Nakumbuka nilikuwa class 8 7, unajua hizo viatu za mtumba hizo za shule black, nilikuwa tafuta hizo za black. Ilikuwa nimeivadi sasa imechapa ile design yenye sasa hata ani soul ukitembea soul, ilikuwa natembea soul inajipiga hivi, inatoa hiyo sauti ina clap hivi. Sasa nilikuwa nafanya hivi, nilikuwa nikienda lunch, napata dadangu hapa anapika, nachukua after tu kula lunch
nachukua uzi hii nguzi ya nguo hii, nachukua hiyo kiatu, nashona hapo mbele, naishonela hadi ingine, naishonela hadi nikafika class 8. I think second term nika mamangu akanunulia kiatu, jilikuwa nafaa kuonekana hata kwa exam at least nimeng'ara, no. Wow. So yani hata short tu, yani hiyo ya uniform ilikuwa imeraruka, maybe kiti imerarua huku. So ilikuwa napata challenge sana. Yes. Sana. Mara saa zingine imefungiwa nyumba. Saa zingine yani unasikia hii aibu, unasikia I wish ningekuwa na uwezo nitoe hata hii aibu yote. Wow. Yeah. Amazing. Don. Yes. Ati sasa wewe umepatana wapi na accident? It was December 2013, Christmas Eve. Nilikuwa nimetoka mjengo, nikapata saa unajua ulikuwa unataka ukaipoa nguo ya Christmas, kiatu mpya, nilikuwa na rafiki yangu pia. So nikaenda nikanunua kiatu. So uko form 1. So niko form 1. Nikanunua kiatu. Nikamwambia rafiki yangu chukua yako pia. Nikamnunulia, alafu I had this friend alinipigia simu. It was around 7:30. So akanipigia simu akaniambia if it's possible niende nikamtembelee, ametumiss. Niende na rafiki yangu kwa natujua. So nikaambia rafiki yangu anataka twende tukamtembelee. Ilikuwa tu hapo Dandora. So best yangu sema saa tuende tukamtembelee. Tukaenda hapo, ilikuwa certain corridor and it was very dark. Ongeza kuona anything. It was very 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 dark and it was scary. So tunabisha hapo, hakuna mtu anafungua. Tukabisha sasa ikabidi tu nimetoa simu ndo nianze kumpigia simu. So mimi kutoa simu hivi, so hiyo light ya simu inaonekana. So this gentleman wawili wakakuja kwa hiyo corridor, kuja towards us. My friend akaniambia, "Don, eka hiyo simu. Hawa tu sioni vizuri." Nikamwambia wacha wakuje tuone kitu watafanya. Tuko wawili, tutapambana tu na hao. So wakafika hapo wakasema, "We, simameni hapo. Tupatieni hiyo simu." Nikaingiza simu kwa mfuko. Wakakuja akasema, "Kijana, sisi tumekwambia mnipatie hiyo simu." Nikamwambia mimi siwezi kupatia simu, ni yangu. Alafu walikuwa na mbao fulani, ilikuwa ni zimbo za ceiling. Alafu ilikuwa it was very big, ile unashikilia na mkono mbili, uweze kushikilia na mkono mmoja, and then ilikuwa na mamsumari pia. So walikuwa na rasio rafiki yangu, walikuwa nafikiria nienda kwa ilikuwa ni giza, alafu tulikuwa tumevaa nguo zinafanana. Sasa kwa nafikiria nienda kuna simu. So venye alianza kumsearch kuna simu, sasa mimi ndo nilikuwa na force nilikuwa nimeishikilia hivi. Niliona situation inaanza kukua serious sana. So nikaanza kuficha simu, sasa kajua ni mimi niko nayo. Sasa mwenye alikuwa na hiyo mbao alikuwa nyuma yangu. Alinipiga akasijui, aliitoa tu hivi tu akanipiga tu hapa. Nilianguka flat, nikaanza kutetemeka. So alikuwa ananipiga continuously, alafu alikuwa ana M2 kichwa sana. Anapiga. Yaani alikuwa anataka tu kuniua kabisa, cause nilikuwa nimekatalilia simu. So akamanage kuchukua simu akakimbia. Huyo rafiki yangu akatrick kukimbiza akapotea kwa giza. And then kulikuwa na mama wengine walikuwa wanaona everything in happen, but hakuna kitu wangefanya. Ndo akakuja akaanza kuniambia kijana, wewe ndio umepigwa. Nikamwambia hata sijijui vizuri. Nasikia tu kichwa inaniuma, damu tu inateremka. Ndio saa watu wakaanza kukuja, ikaanza kucreate attention. Ndio saa tu mwenye tulikuwa tumekuja kumtembelea wakashuka chini, cause ilikuwa ni gorofa. Kuja akafungua akaniingiza kwa choo. Wakaniosha na maji. Alafu my friend alikuwa na hoodie fulani, akanipatia nivae cause nilikuwa nimefura kichwa sana. So my friend akasema acha nimpeleke kwa nyumba. I think by kesho anaweza kuwa sawa, cause alikuwa anafikiria maybe it's just something minor. Ndakuwa tu sawa by kesho. So tukikaribia hapo estate yetu, before tukaribia
akaanza kunotice siwezi nikasema jina yake vizuri, situation inaanza kukua serious kabisa, like hata alikuwa anaitwa Brian, naanza haikuwa inatoka, yani like nikaanza kumsahau. Ndo akaona situation inaanza kukua serious, akaona nipeleke kwa nyumba. So kunipeleka kwa nyumba, my dad alikuwa ameningojea cause alikuwa anajua time yangu kufika, na faini kwa nimefika kwa nyumba by 8 pm. So ilikuwa imeshapita past 8, ilikuwa around 8:40 hapo. So nikifika, my dad kwanza anafikiria I'm drunk cause the way I'm talking, alafu hakukuwa amenotice niko like nimeumizwa cause nimevalishwa hoodie by then saa hizo. So akaanza kuambia wewe rafiki yangu, kwanza leo rafiki yangu na wewe sitaki kabisa, kaona kunyisha pombe. My sisters wakaanza kuambia my dad tulia kwanza tusikie ni nini imefanyika. So kwa hiyo wakiendelea kuongea, mimi nikaanguka chini, nikaanza kutetemeka, nikaanza kutoa mapovu. Alafu ndo saa my dad akanotice kumbe ni kupigwa, nimepigwa na waizi. My dad akaambia kuna cousin fulani tulikuwa na yeye tunaishi na hapo. Akamwambia fungua mlango tumpeleke hospitali, mlango wa parking. My dad akanipeleka Metropolitan Hospital, wakanifanyia first aid, alafu they had to transfer me to another hospital cause Metropolitan haikuwa na nini sana, so wakanipeleka tu Nairobi Hospital. So kupelekwa Nairobi Hospital nikafanywa operation kwa kichwa. So my dad akiwa Nairobi Hospital, there's this doctor alimwambia your son ameumizwa sana kabisa, hatujui hata survive, situation yake na ni critical cause damu imeclot kwa akili, na chances ni mob hata kama ata survive anaweza kuwa na complications baadaye. My dad akamwambia tu you just do anything bora tu survive. So wakanipeleka ICU. Nikakaa ICU, nilikuwa namba tulikuwa tu watatu ICU. Mimi ndo nilikuwa nimeumia sana. So asubuhi kufika saa Christmas, my dad akarudi hospitali. Anioni ICU. Akafikiria nimekufa. Unaona? Akaanza kulia. Ndio madaktari wakakuja akamwambia unalia nini? Akasema where is my son? Namtafuta na simuoni. Kwa nini amekufa? Ndio wakamwambia that kid mwenye alipata accident. That boy is lucky enough. He's very strong and very lucky. Amemanage kupona but ako in a coma. Ana hatujui atamka siku gani. Cause the kitu ili happen, nilikuwa nimeambiwa mimi ndo nilikuwa nimeumia sana. We were 3 in ICU. So wawili walikufa, mimi nika survive. Yeah, so nilikuwa kwa coma for almost a month. So siku yenye nafungua macho nikazipata niko hospitali. Cause it was just sikukuwa najua nini imefanyika kabisa. Nikazipata kuna madaktari wawili hapo na manasi pia. Walikuwa ni Wahindi, I guess. So nauliza, natry kuwata any word but haitoki kabisa. Like nashindwa ni nini mbaya. Nasikia uchungu hapa kwa kichwa. Niko na I think wameka stitches. I don't know what was on my head. So wakaanza kuniambia relax cause nilikuwa na try kuamka, alafu walikuwa wameniwekea kitu hapa kwa mdomo nikatoa. Wakaanza kuniambia no relax you are in a coma. Just relax, usi move. Yeah. So my dad wakakuja, wakaambiwa ameamka, wakanitoa kwa hiyo nini ya hiyo story sijui venye wanaita hiyo mali watu wanakuanga na koma na echo. So wakanipeleka kwa normal patients room. So nikakaa hospitali for just some few days. Alafu ndo nikakuwa discharge. So venye nilikuwa discharge, singeweza kwenda shule by then. Nilikuwa nataka kwanza nipone vizuri completely ndo niweze kwenda shule because I was in form 2. So nikakaa home another 1 month. So siku nilikuwa narudi, watu walikuwa nafanya cut. So nikaambia my dad acha nijaribu because I was the prefect na nilikuanga top student pia kwa class. So ilikuwa ni paper ya maths tulikuwa tunafanya. So nikaenda, pepa ikakuja, nikatry kufanya exam.
nothing, like totally nothing. Sikukuwa naelewa pepa kabisa, like naangalia shindo hii kitu inakaa familia lakini sijui kabisa, like totally nothing, like memory I think ilikuwa iko tempered kabisa. So it was very difficult. Nikaanguka chini tena, nikakuwa na seizure, nilikuwa na convulsions, ilikuwa inanishika most of the times. So my cousin akanirudisha home, akaambia my dad, I think hayuko ready bado. I think tumpatie another 1 month maybe ndo aweze kurudi shule. So nikaendelea ku gain back my energy, my strength. Nikarudi shule sasa. Kurudi shule, so kitu ilikuwa inafanyikanga sana, ilikuwa niko shule lakini napata nimeanguka chini. My dad anapigiwa akiwa job, ameanguka tena. Hiyo sando ilikuwa inafanyika on a daily basis. So I had to drop out of school, nianze homeschooling sasa. So nikaanza homeschooling, nilikuwa huyu tuta alikuwa nakuja na nifundisha. Yeah, so nilifanya tu homeschooling tu since then hadi nikamaliza form 4. Wow. Yeah. Amazing. Muliingiaje sasa kwa fashion and design? Hii industry. After nyinyi mmegrow ya nyinyi wote, lakini mko na totally different experience ya maisha. Na mnafanya biashara. Mulianza biashara pamoja. Mlikuja aje kukua pamoja? Ni nini iliwaleta pamoja? Okay, sisi tumekuwa marafiki tangu tukiwa watoto. Our parents pia ni marafiki. So tumejuana for quite some time. Yeah, so and then when nilikuwa nimwambia kifanya mjengo, so sikukuwa najua pia anafanya mjengo. Alasa yeye ndo alikuwa na connections mingi sana za mjengo. Yeye ndo so yeye dim anafanya mjengo, wanalipo even much better than yenye mimi nilikuwa nafanya 300. So akani connect na mjengo, saa bond ikaanza kuwa strong. And then pia ni msanii, pia mimi ni msanii. Sasa tena ika grow pia sasa. Mnafanya muziki? Yeah. Gospel and good music. Kuna muziki yote mmefanya nyinyi wawili? Actually tuko na project tunafanya album yenye inafaa kureleasiwa. But now mimi nimemfeature kwa album yake. Yeah, so yeah. Wow. Yeah. Amazing. Mnafanya muziki, mkaingiana. So venye tulikuwa tunafanya mzengo, tukapata hiyo kazi za wedding pia. So yo boss mwenye alikuanga, huyo boss wetu tulikuwa tunafanyia kazi, alikuwa na attitude sana. Mlikuwa mnamfanyia tunamfanyia. Sasa wedding ilikuwa like events kunaenda tunapanga hizo matents hizo decorations. Yeye alikuwa anafanya events. Yes, events. So tulikuwa tunaenda anatuambia kujeni hii siku, tunaenda tunafanya tofauti saa zingine hadi saa 6 usiku kwa pitch tent. Yes. Tuna ilikuwa kwanza actually kwa carnival, tungine ni uko Hurlingham. Yeah, so tulikuwa tunaenda sasa like hivyo tukakuwa mabeshte zaidi. Unaona, mmetoka mjengo sasa mnafanya events then that wow. So vile mlipata huu boss hapo na attitude. Sitasema jina yake, but I think yeye ndo alitufungua akili kabisa. Yeye ndo saa ilifika tu to a point cause yani hakukuwa naelewa situation yenye tuko. Yeye hataki kujua, yeye bora tumfanyie kazi, unaona. So ikafika tu to a point nikamwambia tu rafiki yangu, nikamwambia bro, me think tukifanya mse atufai tuko tunafanya mse kazi. I think it's high time tuone nini tunaweza tukafanya. Yeah. Ndio sasa tukaanza kuwei, tuangalie nini binadamu wanapenda sana. Tuko na inakuanga ni 3 basic needs binadamu wanapenda. Shelter, clothes na food. Sasa tuko na acha tukavente na clothes mostly. Alafu tukaenda tukaanza kuangalia industry ya nguo venye iko nini inapendwa sana Kenya. Sasa ndo tuko na watu wafanye African suits mostly. Tuko na acha tujaribu na African suits. Na izima vitenge pia tukashone pia watu vitenge tuone venye itatupeleka, cause tulikuwa at least tunajua hizi stories za fashion kidogo.
Juu your mama alikuwa tailor. Yeah, alikuwa tailor. My mom was a tailor. Yeah. Ule your mom. My mom. Oh, Yeah, my real okay. mom. Yeah. Yeah, so ndio tukakuja tukaanza kufanya tukaanza na hizo mavitenge. Tunacheza nazo pattern hiyo tuseme, nasema mimi nafikiri hadi sasa zingine tunajitengenezea, unaona? Nasema unajua huwezi sema ni designer na unavaa hivi. No. Yes. Unafaa kama ni kazi yako unafaa kujua unafaa kuonyesha nyinyi ni kazi yangu, unaona? Yes. Yeah, so hivyo ndo tukaanza tunauza mahoodies, tunauza African shirts, tunauza trousers, tunauza, yani tukaanza tu hivyo. Wow. Yeah, like hadi tuko like tuko na vision, yani kila mtu alikuwa anasema tuna think tukiadi hivi tutakuwa poa. Sasa tukaenda tukafungua shop moja, then tukasema acha sisi wenyewe tujikue stable, kila tuko tu stable vizuri, kila mtu ajue nini hivi nafanywa hivi na hivi na hivi, then sasa ndio kila mtu ende afungue yake. Wow. Yeah. And that is what you did. Yes. Mkafungua shop moja, mkashona, mkapata experience ya ufundi. Yes. Yeah. Vile customer anataka. Yeah. Sasa vile umesimama hivi na uko na mwili iko na waist, uko na kifua mzuri, ukishona suti inasimama. Alafu upate mtu mwenye hana hiyo kifua imesimama. Una deal aje na huo customer? Juu ukimshonea hata simama kama wewe. Na akikuona atasema wewe unajishonea vizuri au mimi nanishonea vibaya. This is true. How do you deal with such kind of client? So the thing is kuna hizi samples zenye sometimes tunaweza tuka-download alafu tunaonyesha client kana nataka exact hii tunamuonyesha. So the thing is clients most of them wazuangi hii ni sample tu, huyu mtu ana mwilika yako, unaona? So tutafanya according to your measurements. Yeah. So imekuwa most of them wenye wanakuja napata either kwa venye walikuwa wanataka, tunawaambia okay, tumefanya part yetu. The thing is body yako ndo inafanya na inakaa hivyo. Yeah, so so like okay, the thing is you in fashion lazima kwanza you know the client's demand, ujue taste yake ni gani, ujue anapenda kitu ina gani, no? So kwa mfano kuja ni hiyo sample unamwambia okay, hii kuzuru ni model, amemodel, kuna ametumia nguo, akasema akapigwa picha. So obviously hao ni watu wawili tofauti, unaona? But tukifanya hivi na hivi, kwa mfano acha tutumie exact measurement, measurement ikichukuliwa vizuri, fundi aishone vizuri according to hiyo measurement, na fabric pia itoke vizuri, hiyo suit itakuwa perfect. Unaona? So hizo ni like tunajua kwanza the taste of the client, unaona? Kitu demand gani akona, nini anataka exactly. Kuna wale customer aliona model, aliona Beyonce amevaa nguo inakaa hivi, na Beyonce anakaa vizuri, lakini yeye waist yake ni ya 45, hips yake ni ya 30, bust yake ni ya 28. Huyo mtu ukimshonea hiyo nguo ya Beyonce, akikuletea nguo ya Beyonce, utamshonea hiyo nguo ya Beyonce ama unafanyanga namna gani? Acha nikwambie, as we have best skilled tailors, I believe actually like me sema 99% wenye client wenye tume deal now wamekuwa satisfied na kazi yetu. Wow. Yeah. Ni colors gani wanaume wanapenda sana? Maana leo naona umevaa hii ndio inaitwa this is mustard yellow. Yes. Mostly wenye tumedeal nao so far wanapenda royal blue nda sana. Niyo and pia black pia wanapenda sana. Yeah, mostly royal blue na black. But hizi shouting hizi it's rare. They fear. Hii ni wasanii. No, not really, but they say that inakaa ladies but I believe if ukipata fundi mzuri, a good tailor ama good designer, ata mwenye anajua kile anafanya, si yule tu anajiita tu, mwenye anajua kile anafanya atakushonea kitu, and I believe sisi ni wale, sisi ni ni wale wasi. Yes, tutatoa exact vile iko. Tumefanya tumedesignia hadi clients wenye wako na weddings, tumezifanya mingi sana.
na No, umekuwa satisfied. Nimekuwa satisfied. Kuna mafundi ama kuna msemo ati fundi mzuri ni kinyozi tu. Kwa sababu nyinyi mafundi mkipewa kazi, ukiambiwa mtu atakuja Wednesday, hiyo Wednesday hautachukua simu, wakikuja kwa duka hawatakupata na hata material haijakatwa. So nyinyi ni mafundi wa type gani? Sasa sisi tunaku update the moment umelipa deposit ama the moment umekaa kwa shop umesema ni mwanze hii kazi. Yes. Kitu cha kwanza tutanunua material, sawa? Tukupigie picha hadi tukwambie hii ndio material tumechagua, ulichagua. Na kama kombali tuseme ametuma kwa mfano measurement, tukwambia mimi nadhani ukikala na itashout sana na wewe, unaona? So tumia hii. So kitu cha kwanza tutaku update step by step. Kununua material tunaku update, tunakupigia picha, tunakutumia. Kitu ya pili, kazi kianza, obviously wewe kama uko na namba yetu na tumesave yako, utaona kwa status. Sisi yetu kazi karibu kazi step by step tunakupeleka na tunakuonyesha, tunakurecord na kutumia, unaonaje? Yeah, that's how we work by the way. Just to unajua Kenya watu wanasemanga watu wakufishi sana kwanza tu online so it's good kwanza ujue what Kenya unataka na mtu anaweza kwanza deliver. No. So like we do it, tunakupeleka step by step hadi ishe. Tunakutumia picha kwa mbele ndio hiyo nguo. And then tunakutumia hadi ile yenye ulichagua kwa ile yenye sample kwa mbele na compare. Well, kuna wale mafundi ambao ninajua, nimekuwa kwa industry for a very long time. Kuna wale mafundi ambao wanajua kushona. They are skilled kushona. Lakini kabla ya kupatia hiyo suti ni balaa. Inaweza kuwa mnashona kabisa vizuri sana, lakini timing ya kudeliver ni tofauti sana. Mtu amekasirika lakini atafurahi wakati atavaa. Nyinyi mko kama hao mafundi. Okay, so sisi tunapenda kuwa na vitu professional. So tuseme kama mtu ametupatia order na nataka hii nguo a certain day, si watu tunamwambianga most of the time tunamwambianga client nguo inaweza ikaisha 4 days. Tunampatianga tu maximum of 4 days. Because unajua along hizo 4 days maybe kunaweza kuwa na issue ya stima pia saa zingine nini ndio tumalize tu nguo completely vizuri. Tunapatianga ma clients wetu 4 days maximum of So mtu akikuja na nguo 6, 4 days itakuwa imeisha. Okay. Ama ni hiyo outfit moja. Okay. Kitambo tukiwa na fundi moja ilikuwa hivyo. But so now tuko na mafundi kadhaa. So hiyo duration hata imepungua. Hata tunaweza tukamaliza within one day. Katu nani ni mingi sana. Wow, amazing. Nini umesoma sana katika hii industry ya kushona nguo? Nini mzuri, nini mbaya? Okay, kitu mbaya ni Wakenya they are very wana doubt sana. Wanaogopa sana stories online. Kuna tu wale wako na intention mbaya na kuna wale wako na intention nzuri. So wanatuharibia market sisi pande yetu. Cause hii online business hadi tukiamua ni kutafuta clients alafu akuja inbox atu text na tuseme moja hata yuko Nairobi asema ati mimi niko Mombasa na nataka nguo itakuaje. Naambia kitu tutafanya most of kitu cha kwanza tunataka tuchukue kwako tukue nayo yako ni measurements na alafu hizo process zingine tutakuonyesha. Tutakutumia tu ka delivery because bado hatujafungua branches mingi Nairobi Kenya mzima. So anasema hapana, mimi naogopa cause nishaifanya hivyo pesa yangu ikurudi. So imekuwa big challenge. So ikabidi tufanye tuende ikabidi sasa tuende tukaregister biashara yetu. Tuende Safaricom. Hata tunekane za kutupatia TIN number. At least cause unajua hiyo pia inaweza kuwa hiyo pia yani iko much I don't know kuambia client tuko na TIN number so atajua this kama wako na TIN number and then it's legit. They make they don't con. They're not cons. Nice. So, ni mzuri sana yenye umesoma katika hii industry. Mimi sasa katika hii industry
Kitu kwanza trust yani watu wako na doubt sana. Kitu pili pia client wengine pia ni waongo, unaelewa. Kwa mfano unajua ukianza biashara lazima kukue na challenges unasema nimenotice. Unapata saa client umemwamini, umemtengenezea nguo, umetia bidii, umerauka asubuhi, fundi pia kwa pala na kungojea walipe, then anakuambia niko kwa meeting maybe ama niko hivi na hivi na kutumia pesa sasa hivi. Unaona wewe tayari ushatuma pesa, ni ushatuma nguo apase. Unaona unapata akipokea ile nguo anaenda mteja achukui simu, unamtext. Yani hizo ndio challenges yenye tulikuja kupata. Na but nimekuja kujua kitu kingine yani muhimu sana ni ku build trust the client. You deliver on time and then you deliver exact thing yenye order. Yeah. Wow. Nyinyi mnashona nguo za kiume peke yake ama pia za kike? Both, yeah. Tunashona both. Yeah. Ni African peke yake ama hata hizi zingine? Ama mna major na African touch? Okay, tunafanya zote in general, basa tulikuwa tunataka tukapromote culture yetu ya Africa mostly. Yeah, because this is us. This is our continent. This is us. Tunafaa tuka value hii ni culture yetu sana. Yeah. Wow. Najua kuna mwenye yako hapo anaangalia vile mmeng'ara hizo masuti, anashindwa Winnie, kwani namba utatupea saa ngapi? So tuko na Benic Collection na tuko na Dunia hapa hivi, so tutapeana namba zote mbili. Okay. Si ndio? Yeah. So Ben, tupatie namba. Okay, my number 0799052722. 0799052722. That's my number. Awesome. Then you can like my page kwa Instagram. Kuna Benic Collection, Benic Fashions pia. Kwa hiyo ni kwa Facebook. Kwa Instagram Benic_fashions ama Benic_collection. Yeah. Awesome. So kimbia hapo Facebook, pia hapo Instagram, and like page ya Benic, and like page on Instagram na Facebook pia. Yep. Na pia upige simu ushonewe nguo. Yeah. Doni. Yeah. Tupe namba yako. So my number is 0710 782 342. 0710 782 342. Yeah. Awesome. So page, Facebook. Yeah, niko Facebook. Page yangu inaitwa Vogue Craze Collections. Yeah, iko both Facebook na Instagram. Yeah. So kimbia hapo Facebook, kimbia hapo Instagram, make sure umefollow hizo pages na pia umewapigia simu ushonewe nguo. Wanashona nguo za kike na pia nguo za kiume. Maneno yako ya mwisho Ben kwa watazamaji? Maneno yangu ya mwisho nasema don't give up. Hata kama no matter hata anyway, yani hata kama una struggle ina gani, pale wenye hii kitu na struggle itafika mwisho. Mungu atafungua njia nyingine to success. Bora usisahau pale umetoka. Yeah, inaenda kitu muhimu sana, usisahau pale umetoka. Yeah, cause ukisahau then kuna shida mbele, ama niseme kuna challenges yenye utatamani wale toko pale ulitoka ukusaidie. Yeah. Awesome. Doni. Tupe maneno yako ya mwisho. Okay, so the only thing I can say is that don't discourage someone who continually makes progress no matter how slow. And please never give up. Never give up, because nimekam ku realize God wana wakingi ile moment yenye tuko chini kabisa, hapo ndo sa presence yake inakuanga so strong kabisa. Unaona? So every obstacle ukiona like shida ni kubwa, hiyo inamaanisha you are closer to a win. So don't you dare give up. Awesome. Yeah. Awesome. Njoo ukiwa hapo ukituangalia, ukitutazama, umeshikilia vizuri. Both Benny na Don wamesema ya kwamba
don't give up. Katika situation yote yenye uko, hata kama saizi corona sijui imeshika, sijui imepanda, sijui imepungua, usi give up. Whatever you're doing, endelea kufanya. Hata ukiona kama vitu zimekuwa ngori sana, we shikilia tu hapo. God anakam na atakushikilia na utaget through hizi vitu zote. So thank you so much for watching today's show. I love you and I love you deeply. God bless you. See you on the next one.